Hapa leo tujifunze somo la muhimu sana, somo ambalo watu wengi wanakuwa hawalielewi. Na somo hili tutajifunza habari ya dhambi. Dhambi ni nini? Dhambi watu wengi wanajua kwamba ni wizi, ni uwaji, ni usengeneaji, ni mambo ambayo ni matendo ya mwili. Ndo watu wengi wanajua kwamba hiyo ndio inaitwa dhambi. Lakini leo tunataka tuangalie vizuri kwamba dhambi ni kitu gani? Dhambi ni uasi. Kama jinsi ambavyo tulijifunza habari ya somo la kufunuliwa kwa asi. Manake nini? Dhambi ni ile roho inayoasi neno la Mungu. Dhambi ni ile roho inayoasi neno la Mungu. Lakini dhambi, ndio maana Yesu alitolea mfano wa mti. Akasema kwamba mti, ukiwa mti huwezi ukazaa mazuri. Mti mbaya hauwezi ukazaa matunda mazuri. Na mti mzuri hauwezi ukazaa matunda mabaya. Alikuwa anatolea habari ya roho. Ile roho mbaya haiwezi ikazaa matunda mazuri. Na ile roho nzuri haiwezi ikazaa matunda mabaya. Kwa hiyo dhambi maana yake ni uasi wa neno la Mungu. Uasi wa neno la Mungu. Na haya sasa matendo ya mwili, wizi, ugomvi, uwaji, ufilaji na mambo mengine haya yote mabaya, hayo ni matunda ya dhambi. Matunda yanayozaliwa na dhambi. Kwa hiyo dhambi ni matunda, ni uasi wa neno la Mungu. Kusema kinyume na mpango wa Mungu. Kusema kinyume na agizo la Mungu. Hiyo ndio inayoitwa dhambi. Kusema kinyume tu na mapenzi ya Mungu, tayari hiyo inaitwa dhambi. Na matunda yake sasa ndo hayo yanayotokea sasa: wivu, ugomvi, usengenyaji, dharau, chuki, uwaji, kutokupendana, mafarakano, hiyo ndo inaitwa matunda ya dhambi. Na watu wengi wamejaribu kupurua tu matunda ya dhambi, wanapurua tu, acheni wizi, acheni usengenyaji, acheni sui nini, ulevi ni dhambi, uzinzi ni dhambi. Wanapurulua matunda, lakini ule mti wenyewe unaendelea kuzaa. Sasa mimi nimepewa kukata miti. Nimepewa kukata ile miti ambayo haizai matunda mazuri. Na miti hiyo ndo hiyo inayoitwa dhambi. Nimepewa kukata ile miti ambayo haizai matunda mazuri. Ukiangalia kitabu cha Mathayo mlango wa 3 anasema kwamba shoka limekwisha kuwekwa chini ya miti ambayo haizai matunda mazuri. Shoka limekwisha kuwekwa chini ya miti ambayo haizai matunda mazuri. Ukiangalia pale kitabu cha Mathayo mlango wa 3 mstari wa, taangalia kwenye huo mstari wa 10, anasema hivi: na shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya miti, basi kila mti usiozaa matunda mazuri hukatwa na kutupwa motoni. Kweli unaweza kuona. Kwa hiyo mimi nimekuja kukata hiyo miti ambayo haizai matunda mazuri. Na tutaangalia baadhi ya ile miti ambayo haizai matunda mazuri. Mfano, niweze kutolea tu mfano muweze kujua kabisa kwamba leo hakuna mtu aliyeokoka leo. Hamna. Hayupo kabisa mtu aliyeokoka leo. Watu wote walikuwa kwenye mfumo wa udanganyaji, na hawa manabii wa uongo na hawa makristo wa uongo. Naweza nikatolea mfano kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Kuzaliwa kwa Yesu Kristo, kusudi kubwa la kuzaliwa kwa Yesu Kristo ilikuwa ni kuja kuondoa dhambi za watu. Kuja kuondoa dhambi za watu kwa damu yake ambayo yeye hana dhambi. Damu ya Yesu Kristo haikuwa na dhambi. Kwa hiyo ilikuwa inakusudiwa ije damu ambayo haina laana, kwa sababu vitu vyote vilikuwa chini ya laana kulingana na udanganyifu wa huyu mwovu Ibilisi aliyedanganya dunia. Kwa hiyo dhambi ikawa imeingia namna hiyo.
Na dhambi ni ule udanganyifu tu, uongo wa shetani, kuwadanganya watu kinyume na lile agizo la Mungu, kinyume na mpango wa Mungu. Adamu aliagizwa tu kwamba usile mti wa mema na mabaya, usile huo mti, siku utakapokula utakufa hakika. Lakini akaja huyo nyoka akadanganya, unaweza kuona, akadanganya akasema kwamba msipokula huo mti, mkila huo mti mtakuwa kama Mungu, mtafanana na Mungu, mtajua mema na mabaya. Unaweza kuona. Kwa hiyo mti, Yesu Kristo kuzaliwa kwake alikuja tu kuondoa dhambi, na silo tu, ili watu waweze kuzaliwa mara ya pili, ili watu waweze kuzaliwa mara ya pili. Lakini sasa shetani kazi yake kubwa ni kuwadanganya watu. Badala watu waweze kuzaliwa mara ya pili, dhambi zao ziondolewe, anaweka sherehe ya Krismasi, eti kusherehekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Unaweza kuona uongo wa jinsi hiyo, na dunia nzima imeingia katika uongo huo. Sherehe ya Krismasi nani aliagiza? Uliona mitume wa kina nani ambao walikuwa wanasherehekea Krismasi? Au nabii gani aliyekuwa anasherehekea siku ya kuzaliwa kwake, kama sio uongo wa shetani namna hiyo, kuwafanya watu waendelee kuwa na dhambi za dunia, waendelee kuwa na dhambi ya ulimwengu. Ndio maana mabaya hayaishi, ndio maana wanajaribu kufundisha, wanajaribu kuingiza uongo namna hii, lakini tayari watu wanaendelea kufanya dhambi. Krismasi sio sherehe ambayo imeagizwa na Mungu. Hiyo ni uasi wa neno la Mungu. Kusudi la kuzaliwa kwa Yesu Kristo haikuwa tusherekee. Ilikuwa kila mmoja aweze kuzaliwa mara ya pili. Azaliwe, azamishwe katika neno, afikie kwenye cheo na utimilifu wa Kristo. Lakini leo naambiwa tu, leo tunasherehekea zaliwa, tayari umeshazaliwa mara ya pili, umeokoka, umefutwa mbinguni, umefutwa kwenye hukumu, umeandikwa mbinguni. Hayo maneno ya wataabishaji, manabii wa uongo na hawa makristo wa uongo wanaowadanganya watu. Haiwezekani namna hii, na baba yao ni Ibilisi. Ukiangalia kitabu cha Yohana mlango wa 8 hapa anazungumza. Yohana mlango wa 8 mstari wa 44 hapo tunaangalia, hapo tunaweza kumjua huyu vizuri. Mstari wa 44, Roho wa Mungu anasema hivi: ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo, husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni muongo na baba wa huo. Yeye ni muongo na baba wa huo. Kwa hiyo dhambi ni uongo, dhambi ni udanganyifu, dhambi ni uongo. Ndio maana uovu unaendelea, ndio maana matunda yanazaliwa yale mabaya. Matunda mabaya yanazaliwa namna hiyo kwa sababu ya uongo, udanganyifu. Wameingia namna hii kudanganya watu na kupotosha watu. Krismasi nani aliagiza kwamba watu washerekee? Kuna mitume gani waliagiza namna hiyo? Hawa ni walimu wa uongo, kama jinsi tunavyoona katika kitabu cha waraka wa pili wa Petro. Waraka wa pili wa Petro, hapo tunafundishwa habari hizi, mweze kujua kabisa kwamba wadanganyaji wameshaingia humo duniani na kuwafariji watu kwamba wamekwisha kuokolewa, kumbe wako katika laana, wameingia katika laana. Waraka wa pili wa Petro hapo mlango wa pili, Roho wa Mungu anasema hivi: lakini kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu, kama vile kwenu kutakavyokuwa walimu wa uongo, watakaoingiza kwenu uelevu, uzushi wa kupoteza, wakimkana hata Bwana aliyewanunua, wakijiletea uharibifu usiokawia. Na wengi watafuata ufisadi wao, na kwa hao njia ya kweli itatukanwa. Na katika kutamani watajipatia faida kwenu kwa maneno yaliyotungwa. Watajipatia faida kwenu, na kwa wamekwisha kujipatia faida kwenu kwa maneno ya kujitungia hayo. Kila siku kuna sadaka za aina mbalimbali, nyingi za wizi tu namna hii, kuibia watu. Kwa hiyo tayari asi amekwisha kuingia. Unapoona Krismasi hii, huu ndio uasi, na huyu ndio asi anayetenda kazi sasa katika dunia.
Na huyu ndo ambaye anafundisha watu wasiweze kuondolewa dhambi zao, kwa sababu anaenenda kinyume na kusudi la Mungu. Anafundisha kinyume na mapenzi ya Mungu. Na kila mtu anayefundisha kinyume na mapenzi ya Mungu, huo ni mti usiozaa matunda mazuri, na inatakiwa ukatwe, inatakiwa uondolewe. Kwa hiyo dhambi ni uasi, na mambo haya mabaya yanakuja kwa sababu watu hawafundishwi ukweli. Wanadanganywa namna hii. Tusherekee kuzaliwa kwa Yesu Kristo, kuzaliwa si kwa nani Kila mwaka anazaliwa, kila mwaka anakufa. Kila mwaka anazaliwa, kila mwaka anakufa. Unamrudisha Yesu kila siku kuwa mtoto. Yesu alikuja, ni neno lilitumwa tu likafanyika mwili ili litoe damu ya kuondoa dhambi. Lakini kila mwaka amezaliwa, amekufa, amezaliwa, amekufa, amefufuka, amefanyaje? Hiyo ni uasi wa neno la Mungu. Na inatakiwa mfungwe vinywa vyenu nyie. Haipaswi namna hii kufundisha watu uongo, kuwadanganya watu ili waingie kwenye jehanamu ya moto. Kwa nini mnakuwa waongo namna hii? Ulikuwa ni wakati wenu wa kudanganya. Wakati wenu umekwisha. Wakati wa kudanganya umekwisha. Unaweza kuona katika kitabu cha waraka wa pili, waraka wa kwanza wa Timotheo tena. Waraka wa kwanza wa Timotheo mlango wa 4. Roho wa Mungu anasema hivi: basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wa mitume, wakati wa mwisho wa mitume, maana mitume walikuwa na mwisho wao, ulikuwa ni wauawe. Wakati wa mwisho wakati wa mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani, kwa unafiki wa watu wasemao uongo, wakichomwa moto dhamiri zao wenyewe, wakiwazuia watu wasioe na kuamuru wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba vipokelewe kwa shukrani. Unaweza kuona wanawaambia watu msioe, wanawaambia watu msiolewe. Watu, Mungu aliumba mwanaume na mwanamke wazae, waongezeke, waoane. Leo unaambiwa usioe, usioe. Watu wanawaka tamaa namna hii. Unakuta hawa wanaambiwa usioe, wana watoto wengi namna hii mtaani. Hii ni roho ya makristo wa uongo. Unawazuia watu wasile chakula fulani. Hiyo ilikuwa ni mfano. Hiyo ilikuwa ni mfano. Torati ya Musa ilikuwa ni mfano wa wakati huu. Leo tuko katika amri moja tu, upendano wa ndugu. Huo upendano wa ndugu ndio amri tulioletewa na Yesu Kristo. Hiyo ndio agano jipya. Agano jipya, amri ni moja tu, upendano wa ndugu. Na umpende Bwana Mungu wako kwa akili zako zote na nguvu zako zote na ufahamu wako wote na kazi zako zote na mali zako zote. Umpende Bwana Mungu wako, umtumikie Bwana Mungu wako, sio kuwatumikia hao manabii wa uongo wanaokuja na uongo wao hapa. Kwa hiyo leo tunaangalia dhambi. Dhambi ni uasi. Tutaendelea kufunua uasi mmoja baada ya mwingine. Lazima mjue kwamba uasi ni kitu gani. Leo tumeangalia Krismasi, tumeangalia kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Kusudi ilikuwa yeye amezaliwa ili awaokoe watu wake na dhambi zao. Alafu akasema anapowaokoa watu na dhambi zao, wazaliwe mara ya pili, wazamishwe katika neno la kweli, waingie wafike kwenye cheo na utimilifu wa Kristo, wakutane na mwamba Kristo, waokolewe, waweze kumjua Kristo, sasa waingie katika ufalme wake. Leo unadanganywa tu, fuatishia sala hii na kuongoza sala ya toba. Sema Mungu nakuja kwako, nafanya hivi na hivi na hivi. Uongo mchufu namna hiyo. Acheni kudanganya watu, acheni kweli penye. Mfungwe vinywa vyenu kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Amen.